Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Ijumaa nyingine tena katika studio zetu za Dar es Salaam Tanzania TV. Na tumetembelewa na Sheikh kutoka Masjid Taqwa Rusumo na atakwenda kutuelezea ni kitu gani hasa ametuandalia. Mimi ni Ibrahim Muhammad. Sheikh, karibu katika studio zetu. Asante. Naam, wanaokutazama wa Tanzania pamoja na Waislamu kiujumla na wasio Waislamu wanapenda kutambua jina lako na nini hasa umetuandalia katika Ijumaa hii ya leo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Idha almar'u lam yalbath thiyaban min at-tuqa taqallaba 'aryanan walau kana kasira. Amma ba'd. Kwanza kabisa bila kutumia muda mrefu, kwanza litaarafu ili tuweze kujuana. Kwa majina kamili naitwa Ali Abubakar Muhammad, Imamu Masjid Taqwa Rusumo Ngara. Kwanza kabisa nashukuru sana kwa kufika hapa, kwa kunipa fursa hii ili niweze kuzungumza nanyi pamoja na jamii kwa ujumla. Licha ya kutajwa kuoa wanawake wanne, lakini wanaume wamekuwa wakitajwa kwa muda mrefu kuwa hawaridhiki na wanawake wao, kitu ambacho kinawapelekea mpaka kutoka nje ya ndoa. Ukiwa kama shekhe na mtu wa dini, unalizungumziaje hili? Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii kuweza kulizungumzia. Kwanza kabisa, kawaida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa utaratibu ambao unapatikana katika kitabu chake kitukufu ambacho ni Qur'an. Hudan linnas, ni mwongozo kwa watu, hudan lilmuttaqin, na ni mwongozo kwa wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza kabisa, ili mtu aweze kuoa wanawake moja, wawili, watatu, wanne, lazima zingatie mazingira yanayoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza kabisa anapashwa atambue, jambo la kwanza ajue maana ya ndoa. Akishajua maana ya ndoa, basi atazingatia vigezo vya kuoa wanawake kuanzia wawili, watatu, wanne na kuendelea. Na kama hatazingatia vigezo hivyo, basi ndio kinachopelekea kufika hatua kwenda nje ya ndoa, huku ameshaoa wanawake zaidi ya wanne. Kwanza kabisa, maana ya ndoa. Maana ya ndoa ni mkataba wa hiari kati ya mume na mke wa kuishi pamoja kwa wema na upendo, kwa kufuata sheria zilizowekwa na dini ya Kiislamu. Sasa kama endapo mwanaume ataoa wanawake zaidi ya wawili, watatu mpaka wanne kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, bado akaelekea mazingira mengine ya kutafuta wanawake wengine pembeni, basi inawezekana katika mambo mbalimbali yaliyompelekea kuoa, inawezekana akawa labda katika wanawake hawa aliowaoa, jambo la kwanza inawezekana alilazimishwa. Jambo la pili, inawezekana hakuwa na upendo wa dhati kutoka moyoni. Ndio maana inapelekea mwanaume kuishi kwa changamoto mbalimbali ambazo sio za kuzingatia vigezo na masharti ya ndoa. Kuna swali moja hasa Waislamu wanauliza sana kwamba masharti ya ndoa huaga yapo na mengineo huaga wanayafuata, lakini licha na kuyafuata huaga wanawake pia na wenyewe huaga ni chanzo cha kukeuka makubaliano yao ndani ya ndoa. Wewe hilo unalizungumziaje? Kwa mujibu wa masharti ya ndoa kama unavyouliza, ni kweli yapo kwa mujibu wa dini ya Kiislamu na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema
katika hadithi anasema an-nikahi sunnati, ndoa ni sunna ya Mtume. An-nikahi sunnati al-anbiya, ndoa ni sunna ya manabii. Ndugu zangu, katika kufuata taratibu na mwongozo wa Mwenyezi Mungu, kama tukizingatia vigezo na masharti, kwa sababu tumeshaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitukufu ambacho ni Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allahi wa rasuli. Tukitofautiana katika jambo lolote, tuangalie Mwenyezi Mungu na Mtume anasemaje. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema an-nikahu sunnati faman raghaba an sunnati falaysa minni, atakayefuata taratibu na muongozo mzima wa Mtume, yeye kama alivyooa wanawake wanne, hakuenda nje ya ndoa, basi atakuwa na yeye. Lakini akienda kinyume na maamurisho ya Mwenyezi Mungu na Mtume, akaenda nje ya ndoa, hatakuwa pamoja na Mtume. Ndugu zangu na unisikiliza, tufate amri za Mwenyezi Mungu ili tuweze kupata ujira mzuri hapa duniani, kaburi na kesho akhera. Asante Sheikh, kwa kuendelea swali lingine, imekuwa ni chanzo gani hasa kinachopelekea hasa wanaume kutoka nje ya ndoa, licha ya kuwa wanawake kuanzia mmoja mpaka wanne, na kwa historia ya dini ya Kiislamu kwamba wanawake wanne ni kwamba wewe mrefu, mfupi, mnene pamoja na mwembamba, lakini licha na hilo bado wanaume lakini pia wanawake pia na wao wanatoka nje. Hilo lenyewe likoje? Jambo la kwanza, inawezekana kipindi kile wanaoana hawakuwa na tohara. Tohara ina upana mrefu, ina upana mkubwa. Tohara, jambo la kwanza, maana ya tohara. Tohara ni kujisafisha, usafi wa nje na ndani. Kwanza, inawezekana kipindi wanaoana hawakufuata masharti ya tohara. Jambo la kwanza, ili mwanaume aweze kuzingatia vigezo vya kuoa na kuzingatia vigezo ambavyo vitasababisha waishi kwa amani kwenye ndoa, jambo la kwanza, inabidi awe na tohara ya nafsi tangu mwanzo ameoa mpaka anapoishi na mke wake na wanawake wake hao wanne. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani na ndugu zangu kwa wale wanaonisikiliza, tujitahidi sana tuzingatie vigezo ambavyo ni vya tohara ya nafsi na tohara ya mavazi na tohara ya mwili. Kwa sababu kwanza, jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwa yule ambaye hatazingatia vigezo hivyo, intubudu shay'an, akidhihirisha chochote au tukhfua au akificha, fa inna Allaha kana bikulli shay'in alima, hakika Mwenyezi Mungu anajua kila kitu cha wazi na kilichofichikana. Kwa hiyo ndugu zangu, katika kuoa wanawake hao, tujitahidi kila kitu tukiweke wazi, tuwe na upendo wa dhati katika nafsi zetu, tuwe na tohara kuanzia tulipowatafuta wanawake hao, ili tuishi kwa upendo na amani katika ndoa kama maana ya ndoa yanavyotuelekeza. Sheikh, hapo kuna anayekutazama na hajui maana ya tohara ya nafsi, labda utueleze kidogo tohara ya nafsi ipoje? Inawezekana maana ya tohara ya nafsi, nafsi zimegawanyika katika vipengele mbalimbali. Kuna nafsi lawama, nafsul mutmainna, nafsul amaratu bisui. Nafsul mutmainna ni nafsi ambayo imetulia, inayofuata taratibu za Mwenyezi Mungu, maelekezo ya Mwenyezi Mungu, mwongozo wa Mwenyezi Mungu aliyetuumba hapa duniani,
Hiyo ndio nafsi mutmainna, nafsi ambayo imetulia. Kwa hiyo nafsi ambayo imetulia ndio iliyotwahirika na ndiyo safi katika mazingira ya mwanaume na mwanamke na katika jamii, ili iweze kuishi kwa pamoja kwa kuzingatia vigezo na masharti ya ndoa yaweze kutimia. Nafsi lawama ni ile nafsi inayolaumu, mume wangu anitimizii mambo 1 2 3. Kwa hiyo nafsi tusichukulie sana, itakuwa haiko tohara kwa sababu inalaumu. Nafsu la amara bisui, nafsi ya kuamrisha mambo maovu. Ni kama unavyoona mwanaume ameoa wanawake 4, bado anaenda kutafuta wanawake wa pembeni. Hiyo ni nafsi ambayo haiko katika mwongozo wa kumuongoza mtu ili kuweza kutimiza vigezo vya ndoa. Ndugu zangu Waislamu na ambao si Waislamu, kwanza kabisa Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuambia katika Qur'ani, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allahi wa rasuluhu. Tukitofautiana katika jambo lolote, tuangalie Mwenyezi Mungu na mtume anasemaje. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surati al-Baqara, sura ya 2 aya 208, anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Anasema, maana yake anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Kama tumemwamini Mwenyezi Mungu kwa kufuata taratibu zake na mwongozo wake, idkhulu fi silmi kaffa, tuingie katika hukumu anazotuelekeza Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wala tatabi'u khutuwati shaitani, wala tusifuate matamanio shaitani, mwongozo wa shaitani, maelekezo ya shaitani. Innahu lakum aduwwun mubin, hakika shaitani ni adui dhahiri kwetu. Kwa hiyo ndugu zangu mnaonisikiliza, tujitahidi tufuate mwongozo wa Mwenyezi Mungu, tusije tukaenda kinyume, baadaye tukaja tukapata adhabu siku ya malipo. Je, ni sahihi kwa mwanaume kijana wa Kiislamu kama mimi kwenda kumwoa binti wa Kikristo? Kwa mujibu wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kawaida kulingana na mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, yule ambaye anataka kumwoa mke au kuolewa mwanaume, kumwoa mwanamke au mwanamke kuolewa na mume huyo, kwanza kabisa azingatie vipengele 4. Jambo la kwanza, masharti 4 ambayo anapaswa yazingatie. Jambo la kwanza, aangalie dini yake. Jambo la pili, aangalie ukoo wake. Jambo la tatu, aangalie uzuri wake. Sasa kama kuna mtu ambaye anataka amuoe, labda ni Muislamu anataka amuoe Mkristo, anapaswa azingatie yeye ni Muislamu na huyu ni Mkristo. Je, vigezo vya kuchagua mchumba amevizingatia? Hilo anapaswa aliangalia. Je, kama amemchagua huyo mtu ni mzuri, anazidi watu wote, au ametafuta wanawake wamekosa, labda yeye ni Mkristo anataka amuoe Muislamu, anapaswa azingatie vigezo kwa mujibu wa dini ya Kristo inavyoelekeza. Hata awe ni padri au katikista au awe ni mchungaji, hawezi kufungisha ndoa ya Muislamu na Mkristo kanisani. Lazima atazingatia vigezo vya kuchagua mchumba. Uzuri katika pande ipi? Labda inawezekana uzuri wana aina nyingi. Inawezekana uzuri wa sura, uzuri
wa mawazo, uzuri wa kushirikiana na jamii. Kwa hiyo ukilinganisha na jamii inavyopaswa kuishi, kwanza kuzingatia uzuri. Inawezekana mtu akawa mzuri katika muonekano, lakini katika mambo mbalimbali ya kushirikiana na jamii ukakuta sio mzuri sana kivile. Lakini ukizingatia vigezo vya uzuri huo wa kuishi pamoja na jamii, anacheka na watu, anaishi na watu vizuri, ni mzuri wa kitabia, basi huo ndio uzuri unaohitajika kwa mujibu wa dini. Sio uzuri wa sura tu, tahsabuhum jamia wa qulubuhum shatta. Utaonekana mtu kwenye sura ni mzuri, wa qulubuhum shatta, kumbe moyo wake ni tofauti. Kwa hiyo tujitahidi sana kwa kuchagua uzuri unaoendana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu na Mtume. Kwa mujibu wa mwongozo wa Mwenyezi Mungu na Mtume, kwa kuwa hao watu wanapashwa wapate na wao wanaume, na wao wanapashwa wapate, kama ni wanawake wanapashwa wapate wanaume, kama ni wanaume wanapashwa wapate wanawake, kwa mujibu wa dini ya Kiislamu. Endapo kama ni wanawake wengi, kwanza, jambo la kwanza, masharti ya kuoa. Jambo la kwanza, ili mtu aweze kuoa, jambo la kwanza anapashwa azingatie hiari yake mwenyewe, ameamua kuoa.